Taarifa zilizotufikia mpaka sasa hivi ni kwamba Wakenya, tena haswa kwa mama na umoja wa mama kwa nchi ya Kenya, wameweza kuweka wazi na kumshushia kichambo Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuweza kuzungumza kwamba yeye amekuwa sio mwanamama anayejua uchungu wa nchi yake, kwa sababu wamezungumzia kwenye harakati zinazoendelea kwa kesi ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Mughwe Lissu anashikiliwa na kesi ya uhaini. Sasa unaambiwa Kenya wameweza kuingilia kati na wamesema kabisa kwamba kwenye sakata ama kesi ya Tundu Lissu, hawatoacha kuingilia na wataingilia na hawaogopi chochote, manake kitakachoweza kutokea wako tayari. Kama itakuwa ni vita kati ya Kenya na Tanzania, manake wako tayari na hakuna wanachokiogopa mpaka sasa hivi kutoka kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni taarifa ambazo zimeendelea kuonekana kabisa kwamba Kenya imechafuka, na sasa hivi mjadala, mada ama taarifa ambayo imekuwa ni kubwa kabisa ndani ya nchi ya Kenya na nje ya nchi ya Kenya ni kwamba tayari umeonekana kabisa kwamba kutuchukia na mpaka sasa hivi hawana hamu na Watanzania. Kiuhalisia tunajua jinsi ambavyo Wakenya walikuwa wanakubali sana Watanzania, hata tunavyoona kwa sometimes vile ambavyo wasanii wamekuwa wakitoka Tanzania na kwenda Kenya kufanya show, maisha mengine yanaendelea, na hata vile ambavyo tumeshaona pia kwa baadhi ya Tanzania wakitoka Tanzania na kwenda Kenya kutafuta maisha na hakuna kilichokuwa kinatokea kibaya. Lakini kwa sasa hivi wamegeuza moyo nyuma, sasa hivi umekuwa ni uadui. Tanzania na Kenya sio marafiki wala sio nchi jirani wala sio nchi ambazo kwa sasa hivi ambazo unaweza kusema kabisa ni nchi za kutengeneza amali, bali zimekuwa ni nchi ambazo kwa sasa hivi zimekuwa na uadui mkubwa. Tukubali tukatai, sasa hivi Kenya Tanzania ni kama paka na panya, wanamchukia Samia Suluhu Hassan, na wameendelea kutoa onyo kwa wale wote wanaoenda Kenya kwamba na wao pia wasishangae yatakayowatokea, wasije kuja kulaumu. Na wao wameweza kutoa taarifa kwamba wako tayari kwa jambo lolote, wako tayari kwa lolote litakaloweza kutokea. Sasa sidhani kama ni vizuri, sidhani kama ni sahihi, kwa sababu tayari inaendelea kutengeneza picha mbaya na inaendelea kutengeneza uchochezi ama mchafuko ambao kesho na kesho kutwa huenda ukafanya biashara zisiweze kufanyika, lakini pia na ile impact ambayo ilikuwa ni ya kimaslahi kwa baina ya Tanzania na Kenya isifanyike tena, kwa sababu tayari kumeshaonekana kabisa kwamba hatupo sawa kati ya Kenya na Tanzania, paka na panya. Kwa hiyo sidhani kama kuna sehemu wanaweza kukaa wakiwa wako pamoja. Cha msingi bwana, nafikiri tukutane kwenye upande wa comment section. Je, unalipi la kuzungumza, unalipi la kushauri? Aidha wewe ni mwana Kenya ama aidha wewe ni mwana Tanzania. Je, unalipi la kuzungumza? Tuache chuki pembeni, tuzungumzie ukweli na demokrasia zote ambazo zinafanana kwa pande zote mbili.